Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nataka kuongea kitu hapa. Hii pool imeletea kitu inaitwa CCTV. Nimesupport mambo ya CCTV kwa sababu hii kisa hii ajali imetokea huko Kikuyuni, ule watoto wamekufa huko. Hii nimesupport CCTV kabisa. CCTV nafaa iwekwe kila mahali, hata kwa bedroom. Kama ni nyumba ya public, niseme ni bar, niseme ni lodging, CCTV iwekwe paka bedroom, paka kwa choo. Paka kwa choo CCTV inatakikana iwekwe. Nyumba leo niseme tu nyumba ya biashara ambayo ni public, wekeni CCTV paka kwa choo. Wekeni CCTV paka kwa bedroom, paka kwa bafu. Kwa nini nasema hivyo? Private ya part ya mtu wakati evidence yote imetokea, private ya mtu tutafunika. Lakini zile nafaa wekeni CCTV watu waone nini inafanyika huko. Kwa sababu kama tungekuwa na CCTV kwa hii shule, kama ile shule nyingine ilichomeka wakati ile maandamano ya majenzi bado ilishika moto, tungejua nini inaendelea hapa. Angalia bila CCTV imesaidia. Hii CCTV imewekwa paka kwa jikoni, imewekwa kila mahali, paka kwa choo. Kwa sababu hii ni shule, watu wameleta watoto wako wasome, na watoto ni tofauti. Kuna wengine wanakuja na vitu tofauti tofauti. Kuna wengine wanakuja na vitu ileweki. So lazima CCTV iwekwe ili watu wajue ni nini inaendelea. Hebu niambie kama hawangeweka CCTV, tungejua ni nini inaendelea. Kama hawangeweka CCTV, sasa hivi tungekuwa na blame kila mtu. Lakini CCTV imesaidia. Tunajua wauni na kina nani. Tumejua ni wauni na kina nani. Imesaidia sana. So kwa lodging wekeni CCTV. Watu wa bar wekeni CCTV. Koti wekeni CCTV. Kwa seli ya polisi wekeni CCTV. Anywhere ambao ni public gathering ambao iko na watu, wekeni CCTV kwa sababu inasaidia watu kwa security. Inasaidia watu kujua what happened there, ni nini ilifanyika na saa ngapi na nani alitenda hiyo kitu. Wekeni CCTV kila mahali, inasaidia. Wekeni kamera kila mahali, inasaidia. Imesaidia hii shule. So watu wengine na complain, kwa nini nimeweka kwa dining table, kwa nini nimeweka kwa choo CCTV, kwa nini nimeweka kwa pale watoto wanalala, private ya watu. Hapana, private ya watu ni kando. Private yako na maisha yako gani muhimu? Si maisha kwanza, private baadaye. So unachunga maisha ndio private utachunga. Pande ya private huko tutazuia. Yes. Pande ya private huko tutazuia. Hata tukisaona polisi ameshaona sura yako, si atazuia hizo ma private mtu asione. Lakini ukweli patikane. CCTV lazima ikue. Mimi nimeona bila CCTV imesaidia hiyo. Imesaidia hata serikali ya Ruto sasa hivi bila watu wanamchukia na kila kitu. Wakipata kitu ya kukampeni nayo. Lakini CCTV watu waweke. Lakini bargaining watu waweke CCTV kwa kila public gathering, kila public house. Public house wacha nitaje. Hospitali, lodging, bar, hizo maklub, barabarani, maduka, malls, halls, pale watu nakuta police station ya mafuta, working places. Iwekwe CCTV watu wajue kwa mashule, private, public, day school, boarding school, iwekwe CCTV. Kwa masoko, iwekwe CCTV. Kwa maduka, iwekwe CCTV. Kwa stage ya magari, ya mapikipiki, iwekwe CCTV. Iwekwe kila mahali ambao kuna gathering. Iwekwe kila mahali ambao kuna watu nakuwa. Ili inasaidia serikali, ili inasaidia security kutafuta wale ambao wauni wanafanya makosa, wale ambao magunzi wanafanya makosa, wale ambao jambazi wanafanya makosa. Watu waweke CCTV kila mahali. CCTV imesaidia. Sana sana kwa mashule iwekwe sana. Tena hizi mashule ya boarding. Wekeni paka kwa choo. Wekeni paka kwa room pale wanalala. Wekeni paka pale wanakula, pale napikwa chakula.
ndio ijulikane kitu gani inapikwa pale, si watu wapate ugonjwa, watu harahara. Kwa day school pia the same, wekeni kwa machuo, weki kwa class, ndio ujue watoto akipigana huko, watu wanaweza dungana kisu, watu wanaweza fanyana nini. Wekeni CCTV kila mahali. Mambo ya private yako hiyo hatuna nao haja, lakini CCTV wekeni kila mahali. Imesaidia hii kesi sana. CCTV inatakikana iwekwe kila mahali kwa public, imesaidia.